Mkandarasi wa Israeli ameuawa, mwanawe akijeruhiwa na drone za Hezbollah kusini mwa Lebanon. Amer Hujirati alipigwa na droni ya FPV wakati akiendesha tingatinga katika eneo ambalo jeshi la Israeli IDF linabomoa miundombinu ya Hezbollah. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema mradi maalumu umeanza kukabiliana na tishio linaloongezeka. Mkandarasi wa kiraia wa Wizara ya Ulinzi aliuawa na mwingine kujeruhiwa na drone za Hezbollah kusini mwa Lebanon siku ya Jumanne, jeshi lilitangaza, huku kundi hilo la kigaidi linaloungwa mkono na Irani likiendelea kulengwa kaskazini mwa Israeli na vikosi vya Israeli vilivyo ndani ya ardhi ya Lebanon. Mkandarasi huyo aliyeuawa anaitwa Amer Hujirati mwenye umri wa miaka 44 kutoka mji wa Shifaram uliopo kaskazini. Alikuwa akiendesha mitambo mizito ya uhandisi katika eneo la Aitarum karibu na Binti Jibel kufuatia juhudi za kubomoa miundombinu ya Hezbollah. Droni ya dhibiti mwenyewe FPV iliyosheheni vilipuzi ilipiga moja kwa moja tingatinga lililokuwa likiendeshwa na Hujirati na kumuua mwanaume wa kiume mwenye umri wa miaka 19 ambaye alikuwa akifanya kazi katika kampuni hiyo iliyoajiriwa na Wizara ya Ulinzi. Alipata majeraha madogo kutokana na vipande vya bomu katika tukio hilo, kwa mujibu wa kituo cha matibabu cha Ziv huko Safedi. Hezbollah walikiri kuhusika na shambulio hilo, wakidai kuwa walilenga tingatinga la Israeli huko Binti Jibel wakati likibomoa nyumba. Hezbollah walisema kuwa walipiga gari hilo la uhandisi kwa kutumia droni ya milipuko. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF lilisema familia ya Hujirati iliarifiwa na polisi kuhusu tukio hilo. IDF na Wizara ya Ulinzi wanatoa salamu za rambirambi kwa familia, jeshi liliongeza. Hezbollah walirusha droni nyingine kadhaa za milipuko dhidi ya wanajeshi waliopo kusini mwa Lebanon wakati wa makubaliano ya kusitisha mapigano siku ya Jumanne katika matukio kadhaa. IDF ilisema droni hizo zililipuka karibu na wanajeshi na kumjeruhi mmoja kidogo katika tukio moja. Hezbollah wamekuwa wakiongeza matumizi ya droni za FPV dhidi ya wanajeshi wa Israeli wanaofanya operation kusini mwa Lebanon katika wiki za hivi karibuni, wakimuua mwanajeshi mmoja mapema wiki hii na kumjeruhi vibaya mwingine siku ya Jumatatu. Kufuatia mashambulizi hayo ya mara kwa mara ya drone, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitoa video akisema kuwa wiki mbili zilizopita aliagiza mradi maalumu wa kukabiliana na tishio linalokuwa la droni za FPV za Hezbollah, akiongeza kuwa itachukua muda lakini tutashughulikia hilo, alisema Netanyahu. Netanyahu alibainisha kuwa vikosi vya Israeli viliharibu handaki kubwa la kigaidi la Hezbollah siku ya Jumanne wakati wa operation dhidi ya kundi hilo la Lebanon, akiongeza kuwa wanajeshi wanaharibu miundombinu yao ya kigaidi na kuua makumi ya wapiganaji wao na mengi zaidi yanakuja. Pia alisema IDF ilikuwa ikifanya operation katika maeneo mengi nchini Lebanon, ikiwa ni pamoja na kusini mwa Litani, kaskazini mwa Litani na katika bonde la Bekaa kaskazini mwa Lebanon. Wakati huo huo, katika wimbi la mashambulizi ya anga siku ya Jumanne, IDF ilisema ilipiga miundombinu ya Hezbollah ikiwa ni pamoja na virusha makombora katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, kaskazini mwa eneo la usalama linaloshikiliwa na Israel. Nchini Lebanon, Wizara ya Afya iliripoti Jumanne kuwa shambulio la Israeli dhidi ya droni ya kijeshi ya Lebanon liliua watu 5 wakiwemo wahudumu wa afya 3 na kuwajeruhi wanajeshi 2. Jeshi la Lebanon lilisema shambulio hilo lilitokea katika mji wa kusini mwa Majda Zone. Lilipiga droni iliyokuwa ikiambatana na timu za matibabu na ulinzi wa raia na matingatinga wakati wa operation ya uokoaji. IDF ilisema wanajeshi wake walikuwa wamewatambua wapiganaji 3 wa Hezbollah katika eneo hilo ambalo walikuwa wanapinga mashambulizi na hivyo kuwashambulia. Mapigano ya Jumanne yalitokea licha ya kusitisha mapigano kuendelea, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alisema wiki iliyopita yameongezwa wiki 3, huku akibainisha kuwa Israeli inaweza kufanya mashambulizi nchini Lebanon kwa ajili ya kujilinda.